Hapa ni katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi visiwani Zanzibar, baraza la 11 ambalo leo hii linaanza rasmi kwa ajenda mbili mahususi. Ajenda ya kwanza ni wawakilishi wateule kuchagua spika, ambapo tukio hilo lilifanyika mapema asubuhi na wagombea wanne kutoka vyama vinne vya siasa hapa Zanzibar waligombea nafasi hiyo ya uspika, akiwemo Zubeir Ali Maulid kutoka Chama cha Mapinduzi CCM. Na baadaye wajumbe hao wateule walipiga kura kwa kumchagua kwa 94.6% Zubeir Ali Maulid kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kushika nyadhifa hiyo ya uspika. Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid yeye amepata kura 53 sawa na 94.6 ya kura halali zilizopigwa. Muda mchache baada ya harakati za baraza kuanza, waheshimiwa wawakilishi wateule walipata wasaa wa kula kiapo rasmi na kuwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Muda mchache baada ya kula kiapo na shughuli hizo kukamilika kwa siku ya leo, tumezungumza na baadhi ya wawakilishi hapa, wanaeleza baada ya kula kiapo hicho. Anachotaka kuwahakikishia wananchi wangu wa Kijini kwamba wasiwe na wasiwasi, waniamini kwa nafasi ambayo wamenikabidhi na kwenda kuwatumikia na nakwenda kuwa viongozi wao wote, wananchi wote kwa ujumla. Na mikakati kimsingi tumeyazungumza mengi katika kampeni zetu tulizokuwa tukifanya, kwa hiyo tutakwenda kuitekeleza moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba jimbo letu la Kijini linatoka ile sehemu ambayo ipo kuelekea katika sehemu nyingine ambayo sisi ndo matumaini yetu yote kwa ujumla. Kubwa zaidi kwamba tunachokifurahia ni kwamba tutaanza ziara rasmi katika mwezi wa 12 jimboni kuweza kusummarize pamoja na mheshimiwa mbunge na madiwani wetu viweka mambo yote yale ambayo tutaweza kuwasemea. Kubwa zaidi nahisi katika miaka mitano hii inahitaji kuwa mbunifu zaidi, hasa kwa karibu na wakina mama katika kuwakomboa. Hata nilipopita katika kampeni, jambo moja nimegundua kwamba ukimsaidia mama katika nyumba unaisaidia familia. Kwa nitajitahidi sana kuja na mikakati endelevu ya katika kuwakomboa wakina mama, lakini pia sitaacha na vijana na wazee wetu. Sisi wanachani tuna msemo wetu, tunasema kwamba chani mpya maendeleo kwa wote. Na mnafahamu kwamba mwanzo nilikuwa ni mbunge 2025 na sasa nimekuwa mwakilishi 25-30. Japo mambo mazuri ambayo tayari tumeyafanya miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo wananchi wangu wa jimbo la Chani wategemee mambo mazuri zaidi ya amu iliyopita. Ninachoamini kuna sekta za bahari. Sisi tunaishi kwenye visiwa. Kwa hiyo tunahitaji kufanya vitu vizuri. Kwa hiyo vitu vizuri hivyo Ijazi atavisemea kwenye Baraza la Wawakilishi, lakini pia kuangalia maeneo ya ajira yatapatikana wapi, wawekezaji kuja Pemba ili Pemba ifunuke. Dr. Mwinyi anahitaji Pemba kuenuka kiuchumi na ametuambia tutafute wawekezaji. Kwa hiyo sisi tutakuwa mtu wa mwanzo kutafuta wawekezaji kuwapeleka Pemba kwa ajili ya maendeleo ya Pemba. Kwanza kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi wote kwa usawa, bila kujali itikadi, bila kujali mtu anatokea wapi, bila kujali kwamba ama aliniunga mkono katika harakati za kufika hapa ama la. Wananchi wote ni Wazanzibari, wananchi wa nchi hii ni Watanzania wote. Kwa hivyo nitawatumikia kwa moyo safi kabisa bila kujali kitu chochote. Hilo ndo la kwanza. Lakini la pili ni ushirikishwaji. Nitahakikisha kwamba nawashirikisha wananchi katika kutatua changamoto zao. Ukianza kuanza kugrade wananchi, huyu ni kaya maskini, huyu ni kwenye level nyingine, na hisi kama hatuwatendei haki. Kwa hiyo kama sisi ni wawakilishi wa wananchi, ni dhamira yetu kuhakikisha kwamba tunaondoa matabaka katika maisha ya kila mmoja kwa wananchi wa Zanzibar. Sisi tunavyofahamu kwa mujibu wa baraza, si kwamba ni uchache. Katika baraza kuna serikali ambayo inakaa mbele, lakini kuna backbenchers ambao wanakaa nyuma. Kwa sisi sote tunashirikiana na wengine kama watetezi kuibana serikali kuhakikisha inatekeleza wajibu wake. Kwa hiyo hakuna uchache katika baraza. Uchache ni yule mtu atakayekuwa na mtazamo ambao ni hasi kwake, lakini walioko nyuma wote kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanaisimamia serikali itekeleze wajibu wa kuhakikisha inapeleka maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo hakuna uchache ambao tuko nao sisi katika baraza. Huko nyuma tuliwahi kuwa watu 4 tu, lakini tuliweza kuwatetea wananchi wa Zanzibar na wakaweza kupata maendeleo katika muktadha ambao serikali inatakiwa kupeleka yale maendeleo katika maeneo husika. Katika baraza hili la 11 la wawakilishi visiwani Zanzibar
lina wajumbe wawakilishi 50 kutoka majimboni, wajumbe wa viti maalum 20 pamoja na mwanasheria mkuu hadi sasa, huku zikisubiriwa nafasi za uteuzi kutoka kwa rais wa Zanzibar kwa nafasi zake 10. Katika baraza hili la 11 lina wajumbe wawakilishi wanawake 4 kutoka majimboni na wawakilishi wanawake wa viti maalum 20 ambapo jumla ya wawakilishi wanawake 24. Katika baraza hili la 11 la wawakilishi lina muingiliano wa vyama viwili hapa visiwani Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na chama cha ACT Wazalendo kikiwa na wajumbe 14.